Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, amesema kuwa katika kipindi cha miaka minne ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan madarakani, ameweza kutekeleza miradi yote ya kimkakati iliyoasisiwa na watangulizi wake, ikiwemo ya Rais wa awamu ya 5 Dr. John Pombe Magufuli. Amesema kuwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia ametimiza ahadi aliyoitoa kwa Watanzania mara alipoingia madarakani ya kuwa hakuna mradi utakaosimama chini ya uongozi wake na kwamba ataendeleza kila kilichoanzishwa na watangulizi wake. Waziri Mkuu amesema hayo Jumanne Machi 18, 2025 wakati akizungumza katika kongamano la kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mafanikio ya miaka minne ya uongozi wake, lililoandaliwa na waandishi wa habari mahiri mkoa wa Mwanza kwenye ukumbi wa Tunza jijini Mwanza. Mheshimiwa Majaliwa amesema Rais Dr. Samia alipotoa hotuba yake ya kwanza bungeni aliahidi kuwa miradi yote itaendelezwa na mingine mipya itaanzishwa. Niwaambie, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliwaambia tulieni. Alipotoa hotuba yake ya kwanza ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alieleza mengi na akawapa matumaini wa Tanzania kwamba hakuna jambo litalala. Kila kilichoanzilishwa huko na serikali ya awamu ya 5 na aliyekuwa rais wetu Dr. John Pombe Magufuli tutayaendeleza na tutaanzisha mengine mapya ili tuweze kwenda vizuri, kwa maana spidi ile ya maendeleo lazima iende kama ambavyo ipo. Na kwa hiyo kuna jitihada kubwa za utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Kuhusu sekta ya maji, Mheshimiwa Majaliwa amesema kuwa hivi sasa serikali inatekeleza miradi kwenye maziwa, mito na mabwawa kwa ajili ya kuwapelekea wananchi wenye uhitaji wa maji safi na salama katika maeneo mbalimbali nchini. Tunapeleka maji mpaka vijijini na wote ni mashahidi. Na sasa serikali yetu imebadilisha teknolojia. Tunatumia maji yaliyo kwenye maziwa na mito na mabwawa kupeleka kwa wananchi. Kwa hiyo tunachukua maji ziwa Victoria tunapeleka sasa mikoani. Kwa hiyo tunaendelea na kazi hii kwenye utoaji huduma. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alisema tuanze na huduma za jamii ziwafikie wananchi. Na huduma hizi ni zile ambazo kila mmoja akiamka asubuhi lazima aguse. Mtoto ataenda shule, atakunywa maji. Kuhusu afya, Mheshimiwa Majaliwa amesema serikali imewekeza katika miundombinu ya kutolea huduma za afya, dawa na vifaa tiba kuanzia ngazi ya kata hadi taifa, lengo likiwa ni kusaidia kupunguza adha kwa wananchi kutembea umbali mrefu kupata huduma za afya ikiwemo za kibingwa. Kuhusu nishati ya umeme, amesema wilaya na vijiji vyote vimepatiwa umeme na hivi sasa serikali inasambaza umeme kwenye vitongoji na visiwa ili kuhakikisha kwamba kila nyumba anamoishi Mtanzania inafikiwa na huduma ya umeme. Tunajenga zahanati kila kijiji, vituo vya afya vingi, hospitali za kila halmashauri, sio za wilaya, za halmashauri. Kwa sababu kuna wilaya moja ina halmashauri zaidi ya moja. Sasa tunapeleka kila halmashauri inakuwa na hospitali yake. Haya ni mambo makubwa ambayo tunafanya. Na sasa tumeshaweka vifaa vya kutosha. Viko vifaa vya kupima afya ambavyo havikuwepo kwenye ngazi hizo zamani. X-ray, ultrasound, leo unavikuta kituo cha afya. Leo ukienda hospitali ya mkoa unakuta CT scan, MRI. Haya ni mambo ambayo leo katika serikali ya awamu ya 6 lazima tuyazungumze na lazima wananchi mjue kwamba tumeendelea kwa kiasi cha kutosha. Na leo tunashuhudia wagonjwa kutoka nchi jirani. Zamani kwa tunakimbilia Nairobi. Watu wa Nairobi wanakuja Tanzania. Watu wa Mombasa wanakuja Dar es Salaam kuja kutibiwa. Watu wa Komoro wanakuja Tanzania kuja kutibiwa. Watu wa Zambia na Malawi wanakuja Tanzania. Sizungumzii Msumbiji ambako ndio wamejaa kule Mtwara chini. Haya ni mafanikio makubwa ndugu zangu. Tumpigie makofi rais. Tunapozungumzia huduma za afya tukuishia tu kwenye elimu, afya na maji, lakini pia tumehakikisha kuwa miradi ya umeme iliyoanzishwa awamu ya 5 tunaiendeleza, umeme uende mpaka vijijini. Hapa napowaambia hata kama tungekuwa na waheshimiwa wabunge hapa ambao wako kwenye kamati huko wangeeleza kila mmoja, kila mbunge tumempelekea umeme kwenye vijiji vyake karibu vyote. Hakuna wilaya ambayo
kuna kijiji ambacho hakijapata umeme. Kwa sababu sasa hivi tumevuka level hiyo. Leo hii tunaenda visiwani na vitongojini, na miradi hiyo inatekelezwa. Huku visiwani nataka tuende mpaka Ghana kule, ambako ilikuwa ngumu kupeleka umeme. Ukerewe yote tunataka tupeleke umeme, na tayari mikataba ishafungwa ya kupeleka umeme. Akizungumzia kilimo, Mheshimiwa Majaliwa amesema zao la pamba ambalo awali uzalishaji wake ulikuwa umezorota, serikali imeimarisha mifumo ya masoko ya zao hilo kwa kuanzisha mfumo wa stakabadhi ghalani ambao umepandisha bei ya zao hilo kwa kilo. Amesema hivi sasa zao la pamba limerudi kwenye nafasi yake ya kuwa moja kati ya mazao makuu ya biashara nchini, na viwanda vingi vya kuchambua pamba vimejengwa hasa mkoani Simiyu. Nakumbuka pamba mikoa hii ilizorota hata kwenye uzalishaji wake. Tulipoingia awamu ya 5 tulianza jitihada za kufufua zao la pamba. Tulikaa vikao vingi kusikiliza changamoto na kufanya marekebisho. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, tukaimarisha zaidi pia na mifumo ya masoko kwa njia ya stakabadhi ghalani inawaleta pamoja wakulima na kuwahudumia. Lakini upatikanaji wa pembejeo, madawa huku ilikuwa shida. Tumefanya hivyo mpaka pamba sasa uzalishaji wake unakuwa kila mwaka, na tumeibua jasiriamali wengi wanaoingia kwenye sekta ya pamba. Pamba imerudi kwenye nafasi yake. Kuhusu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuteuliwa kuwa mgombea wa urais wa CCM katika uchaguzi mkuu ujao, Mheshimiwa Majaliwa amesema kuwa amefurahishwa na kauli iliyotolewa na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mwanza, Michael Lushinge, kuwa mkoa huo utaongoza tena kwa kumpigia kura nyingi za ndio mgombea urais wa CCM. Hapa nimeona mmefurahi sana tunapotamka Dr. Samia Suluhu Hassan. Na mtu mmoja alimsikia hapa alipotamka Dr. Samia anasema mitano tena. Dr. Samia Dr. Samia kama nyie wote mnasema mitano tena kwa Dr. Samia, maana yake kauli ya mheshimiwa mwenyekiti wa chama kwamba mkoa wa Mwanza utaongoza tena kupiga kura nyingi. Kwa mimi naungana na nyie kuwapongeza viongozi wetu hawa ambao leo tumekuja kujadili hapa mafanikio yao ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, utoaji huduma kwa wananchi mpaka wananchi wakaridhika, wakafurahi kwamba tunakwenda. Tunajua huwezi kukosa changamoto, lakini sisi tunakaa vikao, tunajadili na tunawasikiliza. Mkisema tunawasikia, pale ambako mnataka kutuambia jambo tunawasikia. Hata Baba Askofu Bagonza siku moja alisema tukamsikia, tunafanya marekebisho. Haya ndio mwenendo wa serikali yetu katika kuhakikisha kwamba mambo yote yanaenda vizuri. Akitoa mada katika kongamano hilo, mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania, Masanja Kadogosa, amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alianzia kanda ya Ziwa kwa kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa SGR ya kutoka Mwanza kwenda Isaka, lengo likiwa ni kuifanya Mwanza kuwa kitovu cha biashara kwa ukanda wa maziwa makuu. Sehemu ya kwanza ambayo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alianzia kwa Tanzania, alianza kwa kuweka jiwe la msingi wa reli ya kutoka Isaka Mwanza au Mwanza Isaka. Alianzia kwetu kanda ya Ziwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jenzi hizi sio zinaendelea sio kwa hapa tu, zinaendelea na sehemu zingine. Kama ulivyoambiwa, tunajenga mpaka Kigoma, tunajenga kwa maana hapa Dar es Salaam kwa hapa Mwanza, na hapa Mwanza malengo ya serikali ya awamu ya 6 ni kuwa na bandari kavu kubwa. Kwa maana nyingine sasa watu wenzetu Waganda kule na South Sudan hawatahitaji tena kwenda mpaka Dar es Salaam. Watavuka hapa Mwanza, watakria bidhaa zao, watarudi Uganda. Maana yake nini kwa watu wa Mwanza? Mnajua maana yake nini? Maana yake ni fursa za kufanya biashara. Tunakokwenda hapa Mwanza kutakuwa hapatoshi. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimalizie kwa kusema tu kwamba sio tu kwa Mwanza, lakini nimezungumzia Kigoma,
reli tunakwenda Kigoma na tunamaliza ujenzi wetu kwa 2028. Na hiyo unapozungumzia Kigoma kwa kupitia ziwa Tanganyika, maana tunazungumzia Katavi na Rukwa. Na Mheshimiwa Rais alizungumza wakati alipokuja kutuwekea jiwe la msingi, ni kuifanya Mwanza kuwa center au kuwa sehemu habu ya ziwa kuu kwa maana kwa biashara. Na hilo naamini kwa watu wa ukanda huu wanajua maana yake ni nini. Naye mratibu wa kongamano hilo Alois Nyanda amesema kuwa kwa namna yoyote kazi zinazofanywa na serikali zina manufaa makubwa kwa wananchi. Ndio maana yeye na waandishi wenzake wa habari wameamua kujadili mafanikio ya miaka 4 ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kama kiongozi mkuu wa nchi na mtumishi wa watu. Mwaka huu tumepata fursa tena ya kuandaa kongamano hili la miaka 4, tukiamini kwamba shughuli zinazofanywa za serikali kwa namna yoyote ni kazi zinazokwenda kustawisha jamii ya Tanzania. Ndio maana tunamjadili Rais Samia si kama kada wa chama chochote. Tunamjadili kama kiongozi mkuu wa nchi na mtumishi wa watu. GMTV Mwanza.